Na mtazamaji, na kule Kilifi ni kwamba familia moja katika kijiji cha Takaungu, kata ya Mnarani, kaunti hiyo ya Kilifi, sasa imeacha katika hali ya taharuki baada ya mwili wa mtoto wao aliyefariki katika hali tatanishi kuzuiliwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya kaunti kutokana na vuta ni kuvute za kidini. Mwanahabari wetu Hemed Abdalla anaarifu. Marehemu aliaga alikuwa ana changamoto za kiakili, ambazo zile changamoto za kiakili tulipigana nazo kama familia. Alikuwa akileta vurugu za hapa na pale, lakini kama familia ilikuwa tunasimama na yeye. Marehemu Samuel Kirao anayedaiwa kuwa na matatizo ya akili, majuma mawili yaliyopita alitiwa nguvuni na polisi katika kijiji cha Takaungu baada ya kudaiwa kumuua na kisha kumla matumbo mzee mmoja kwa umaarufu wa jina la Haineni, anayetambulika kwa tajriba ya kuwa mwalimu wa madrasa na dini. Samuel aliadhibiwa na wanakijiji waliokuwa na ghadhabu na kisha kuokolewa na polisi na akafia safarini. Alienda kuonana na mzee wa Kiislamu ambaye alimjeruhi mpaka kakata maisha. Baada ya hapo, na yeye kwa vile ule umati ulikuja kwa wingi na hamaki, waliweza kumshambulia akapata majeraha. Katika harakati za kwenda kupata matibabu, tulipata simu ya kwamba siku ya pili yake yule kijana ameaga dunia. Mzozo wa dini umejitokeza pale ambapo licha ya yeye kudaiwa kuua, Waislamu wa Takaungu walishikilia kuwa Samuel alikuwa Muislamu na katu asingeweza kuzikwa kwa ratiba tofauti za Kiislamu, huku wanafamilia nao wakisema hilo la kusilimu kwake katu hawalitambui. Hivyo basi tukafanya zile matayarisho ya mazishi ya yule kaka yetu. Kwa bahati mbaya, jana saa 12 za jioni tukapata ugeni wa kuzuia ule mwili kutoka kwa Chief Kadhi kotini. Kama familia tulijua huu mwili tunauzika kulingana na matakwa ya wazazi ambao walisema wanataka huu mwili uzike Kikristo. Mzozo huo uliishia mikononi mwa mahakama ya kisheria ya Kadhi, huku amri ya kusimamisha mazishi hayo ikitolewa. Hilo likiwaacha wanafamilia kulalamikia gharama ya mazishi na hata baadhi yao kuathirika kiafya. Mimi peke yangu kama mzazi wa huyo mtoto, lakini mamake mpaka kama ambaye akumenta disturb naye. Wale ambao wamekuja nao hajua kufanya nini kabisa. Hemed Abdalla, NTV.